Hatimaye msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Gerson Msigwa ameamua kufungua comment section. Sasa hii ni baada ya kuposti taarifa kutoka kwa jeshi la polisi. Sasa hizi ni taarifa ambazo ziliwekwa kwenye mitandao ya kijamii na jeshi la polisi nchini Tanzania. Sasa taarifa hizi zilikuwa zinasema hivi: jeshi la polisi mkoa wa polisi Tarime Roya, leo Novemba tarehe 16 mwaka wa 2025 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya, Sirari limemkamata Charles Onkuri Ongeta mwenye umri wa miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti, akiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari ya usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime Roya. Sasa hii ni taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la polisi wakidai ya kuwa wamemkamata jamaa fulani mwenye uraia pacha. Sasa jamaa huyu mwenye umri wa miaka 30 ambaye anajulikana kama Charles Onkuri Ongeta, jeshi la polisi linasema kuwa wamemkamata na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono maarufu kama handheld grenade, akiingia nchini Tanzania kutokea nchini Kenya, na alikuwa anatumia gari aina ya Toyota Land Cruiser. Sasa wanasema kuwa bado wanaendelea kumhoji ama kuhoji habari hizi ndio watafute hatua stahiki kwa mujibu wa sheria, ndio hatua hizi zichukuliwe dhidi ya mhusika mkuu ambaye anaaminika ni raia wa Marekani na vilevile raia wa nchi ya Kenya. Sasa ikumbukwe taasisi tofauti za serikali wamezoea ile hali ya kuposti vitu kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, alafu wanafunga pale comment section ambapo hakuna mtu yote ambaye anaweza comment. Sasa Gerson Msigwa pia amekuwa akifanya hivi. Alafu taarifa hizi baada ya kukuwa posted na polisi Tanzania ama jeshi la polisi nchini Tanzania kwenye kile ambacho tunachokiita account yao rasmi, kuna vile pia wao wamefunga comment section ambapo hakuna mtu yote ambaye anaweza comment. Kila ambacho waweza fanya ni kushare na vile kulike tu, lakini Gerson Msigwa na ameamua kuacha comment section iwe wazi zaidi. Sasa kuna wengi ambao wanajaribu kuhoji habari hizi za Mkenya Marekani ambaye amekamatwa katika maeneo ya Sirari na mabomu manne aina ya CSM68. Wanajiuliza inakuaje, kwa maana hapo mwanzoni kulikuwa na taarifa ya kuwa raia kutoka nchi za kigeni ama nje ya Tanzania ndio waleta vurugu mechi nchini Tanzania wakati wa uchaguzi na vile kabla ya uchaguzi. Lakini watu wanajaribu kujiuliza, wanahoji inakuaje kama hawa ndio watu ambao waleta vurugu mechi nchini Tanzania, imekuaje vijana wa Kitanzania ndio wanauawa na maafisa wa jeshi la polisi? Kwa maana kumekuwa na video na mapicha kadha wa kadha zikionyesha kila ambacho tunachokiita miili ya Watanzania katika mochwari tofauti nchini Tanzania, maeneo ya Mwananyamala na vile maeneo ya Mount Meru Hostel, sehemu za Arusha. Sasa hii ni hali ambayo imepeleka wengi kukua na mashaka mengi kuhusu utendakazi wa jeshi la polisi na vile uhalisia na legitimacy ya jeshi la polisi nchini Tanzania. Kuna wale ambao wanasema kuwa sababu ambazo zimepelekea jeshi la polisi kutoa taarifa kama hizi ni kuwanyang'anya Watanzania usikivu, kwa maana wanaongelelea issue ya wengi kuuawa, wengine kuumizwa na vile wengine kupotezwa na jeshi la polisi. Sasa ni kama wanajaribu kudivert attention ya Watanzania kuhusu masala ya kimsingi nchini Tanzania. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti ya msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Twizy_Nature Safari, anasema kwa hiyo mnatuambia ili tukamchome au
Alafu Helen Nelianson official anasema uongo. Mwingine anajulikana kama RD91 anasema tumewakamata wa Marekani. Alafu Mina.cake akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Alafu Bibi Mkishepu anasema alisafirije kutoka hizo nchi. Alafu Moses Misoja anasema sawa, hamna shida. Ukoo wa Yesu anasema hii ni uongo, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye anacheka. Alafu Lema anasema mzungu anaitwa Ongeta, akaweka emoji kadhaa za kucheka. Kin 255 anasema ipuzwe hii. Alafu Masinde Kezira Habib 6 anasema kusema isitoshe kusema Watanzania wa hiki kizazi sio wale wa miaka 60 iliyopita. Alafu Prince Mahmud TZ anasema tafuteni uongo mwingine, mtakumbuka Watanzania sio wajinga kama mnavyoona. Huu sio wakati ule wa Nyerere, mashoga nyie mnapigwa pumbu. Alafu Salim Idi 8 anasema da mwamba alitaka kuja kutulipia Aize. Bading anasema umesahau kufunga comment mkuu. Alafu Azadino Da Vinci anasema hatimaye umeachia comments. Fire Makusanya anasema umefungua na comment ili upate public sympathy. Nabil Faruk ameka emoji kadhaa za kucheka. Alafu Prince Brown 94 amesema tumeishia darasa la 7 ila elimu tunayo, akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye anacheka. Alafu huyu anajulikana kama Molo OG amesema hongera jeshi la polisi. Alafu Ngundu Reisa anasema makubwa. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Muite Gaston Msigwa, na wamekuwa na mazoea ya kuposti vitu ambapo baadaye wanafunga pale comment section ndio wananchi wasihoji ama kuonyesha ghadhabu zao katika comment section. Saini tabia ambayo inafanywa na taasisi za kiserikali na vile wananchi ambao wanafanya kazi katika taasisi tofauti za kiserikali. Sasa sijui kwa nini wanafunga comment section ama sababu zipi ambazo zinawapelekea kufunga comment section, lakini wakati huu Gaston Msigwa ameposti hii nyaraka ambayo imeandikwa na jeshi la polisi kuhusu jamaa fulani ambaye wanasema kuwa ana uraia pacha, yani ni Mkenya na vile ni Marekani, ambaye anajulikana kama Charles Onkuri Ongeta, ambaye wanasema kuwa amekamatwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania maeneo ya Sirare akiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mikono akitokea Kenya kuingia Tanzania. Sasa bado wanasema kuwa wanaendelea kumhoji ama kuhoji taarifa hizi na angalau wapate kujua hali halisi ama zile hatua ambazo watachukua wao kama asasi za kiusalama nchini Tanzania. Kwa hiyo najaribu kufuatilia kwa karibu zaidi na angalau nipate kujua hali halisi na jinsi wananchi wanavyoreact kuhusiana na habari hizi ambazo zilikuwa posted jana usiku katika peji ya jeshi la polisi nchini Tanzania. Kwa hiyo hii ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, like na vile kushare. Shukran jidan, marhab habib, tunawapenda zaidi.